Tukielekea tena huko nchini Iran, bado mamlaka za nchi hiyo zinaendelea kujibu kile ambacho Marekani inataka dhidi ya Iran, kwamba ikiwa nchi ya Marekani itaamua kufanya shambulizi dhidi ya Iran, watambue kwamba nchi hiyo itashambuliwa vibaya. Waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi anasema vikosi vya jeshi la Iran vimeshikilia kitufe cha kufyatua makombora. Araghchi amesema vikosi vyetu kwa sasa bado vipo katika tahadhari na vimeshikilia kitufe ili vifanye mashambulizi ya makombora. Waziri huyo alisema na aliandika kwenye chaneli yake ya ukurasa wa X akijibu vitisho vya hivi karibuni vya Rais Donald Trump wa Marekani kwamba vikosi vyao vya kijeshi vimeshikilia kitufe na wakati wowote chochote kinaweza kutokea ikiwa kutakuwa na shambulizi la Marekani. Amesema kwamba mashambulizi yatafanyika katika maeneo yote kwa kina dhidi ya ardhi, anga pamoja na maji. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema silaha za nyuklia hazina nafasi katika hesabu za usalama wa Tehran na hatujawahi kutaka kupata silaha hizo. Marekani bado inaamini mpango wa nyuklia wa Iran ni kwa ajili ya kutengeneza makombora. Na wakati huu amekuja na sababu mbili tu, kwamba kwanza ni Iran iachane na mpango wake wa nyuklia, hasa makombora ya nyuklia, lakini pili ni Iran iachane na kuwa raia wasiokuwa na hatia wanaoendelea na maandamano. Abbas Araghchi amesema kwamba masomo muhimu tuliyojifunza kutokana na vita vya siku 12 yametupa uwezo wa kujibu kwa nguvu, kasi na shadidi zaidi. Ameendelea kuandika, wakati huo huo Iran imekuwa ikikaribisha makubaliano ya nyuklia ya haki, ya uadilifu na yenye manufaa kwa pande zote, makubaliano ambayo yatategemea usawa na sio kuwa ya shuruti, vitisho au kulazimishwa. Waziri huyo wa mambo ya kigeni pia amesema Tehran inataka mkataba unaohakikisha haki za Iran za teknolojia za nyuklia ya amani na kuhakikisha kwamba haitatengeneza silaha za nyuklia. Abbas Araghchi alikuwa ameonya kwamba kutushwa diplomasia kupitia vitisho vya kijeshi hakuwezi kuwa na ufanisi au tija, akisema kwamba hakuna uamuzi wowote ambao umefanywa na Tehran juu ya kufanyika kwa mazungumzo na Marekani. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran amepinga matumizi ya nguvu kama njia ya kufikia malengo ya kisiasa, akisema mbinu kama hizo haziwezi kutafsiriwa kama diplomasia ya wazi, na wamesema kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini na si mazungumzo ya kutafuta njia ya kumaliza vita kwa kukandamiza upande mmoja. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Hii itakusaidia wewe kupata habari zaidi moja kwa moja pale tu tutakapokuwekea kupitia YouTube channel yetu ya The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.